mtumishi wa umma unaulizwa maswali, wananchi wanakuzomea, kiutaratibu wewe unatakiwa kufuzwa kazi hapo hapo. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kimgongo TV na mimi ni Olivia Moses. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na mbunge wa Arusha Mjini, Paul Makonda, ametoa msimamo mkali akisisitiza kuwa mtumishi wa umma anayeshindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo hadi kuzomewa na wananchi hapaswi kuendelea kubaki katika nafasi yake. Akizungumza na wakuu wa idara ya jiji la Arusha, Makonda amesema viongozi wa siasa kama mbunge au diwani sio watendaji wa kazi za kila siku, bali wakuu wa idara na watumishi wa umma ndio waliokabidhiwa dhamana ya utekelezaji kwa niaba ya wananchi. Na pale huduma zinapokwama ndipo migogoro huanza. Makonda amebainisha kuwa tukio la mtumishi wa umma kusimamishwa hadharani na kuulizwa maswali mbele ya wananchi hadi kuzomewa ni ishara ya wazi ya kutoridhishwa na utendaji wake. Kwa mujibu wake, hatua hiyo inapaswa kuchukuliwa kama ujumbe mzito kutoka kwa wananchi kwamba mtumishi huyo ameshindwa wajibu wake na kimaadili hastahili kuendelea kubaki kazini. Ameongeza kuwa iwapo hali ingekuwa ni ya kupiga kura, mtumishi anayezomewa asingekuwa na kura hata moja ya wananchi, tofauti na viongozi waliochaguliwa. Akitoa mfano, Makonda amesema kila mkuu wa idara anapaswa kujiuliza mchango wake halisi katika kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali na kwa uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa msisitizo huo, Makonda amewataka wakuu wa idara na watumishi wa umma kufanya kazi kwa bidii, uwajibikaji na uadilifu, akisisitiza kuwa sauti ya wananchi ndio kipimo kikubwa cha utendaji na zomea ni hukumu tosha kuwa mtumishi ameshindwa kazi. Kwa kuwa sisi sio watendaji, mbunge wala diwani sio mtendaji wa kazi za kila siku. Manake wewe ndio umeajiriwa kwa niaba yetu kumfanya mwananchi aweze kuwa na matumaini na furaha. Hasa pale ambapo wewe unayelipwa mshahara kwa niaba yetu sisi uwafanyie kazi wananchi, kama kazi haziendi ndio mgogoro unapoanzia. Ndio maana nafika mahala hata akija kiongozi mkubwa kama alivyokuja waziri mkuu, unaweza kusimamishwa mkuu wa idara fulani pale afu wananchi wakaanza kukuzomea. In fact, ikifika hatua mtumishi wa umma unasimamishwa kwenye mkutano wa hadhara, unaulizwa maswali, wananchi wanakuzomea, yani kiutaratibu wewe unatakiwa kufuzwa kazi hapo hapo. Yani hapo hapo uwanjani unatakiwa kazi yako fanya nini? Hii ishie. Maana yake hao wanatuma ujumbe ya kwamba hawafurahishwi na kazi yako, na kama ingelikuwa ni kupiga kura wakati huo, wewe huna kura ulizonazo za kiongozi aliyechaguliwa mahali pale. Yani mathalan tukuseme hivi, kila mkuu wa idara hapa akisimama tukakuuliza wewe kwenye idara yako unachangia asilimia ngapi ya ushindi wa Daktari Samia? Yani tukikuchukua wewe na idara yako, performance yako, tukaenda kuambia wananchi kwamba huyu ndio mkuu wa idara fulani. Kwa mfano wewe mkuu wa idara ya ardhi, tukikusimamisha kwa watu kwamba huyu ndio mkuu wetu nini wa idara ya ardhi. Hivi wananchi wakiambia hivi tupeni kula, una asilimia ngapi? Kile kitendo ndio kinachotoa faraja au kinatoa taswira na majibu ya public kwamba huyu amempunguzia Daktari Samia kula asilimia kadhaa. Na jana nilikuwa naongea na Mheshimiwa Waziri Mkuu nikamwambia kwenye utendaji huu wa kazi sisi tunapomaliza uchaguzi hatuna tena kazi ya kufanya. Wanaoingia kazini nyinyi wakuu wa idara, ni nyinyi wakuu wa taasisi, ni nyinyi wakuu wa mashirika, ndio mnaingia kazini. 2030 sisi tunapoenda tena kuomba kura kwa wananchi, nyinyi hamuombi kura, sisi ndio tunaenda kuomba kura. Sisi tunaenda kueleza yale mlioyafanya kwa miaka mingapi? 5 kwa niaba ya kwetu. Namna tunavyokubalika kule ndivyo ambavyo mlivyotutengenezea ushindi au kushindwa. Kwa tukienda kule tukakataliwa, maana yake kazi yenu kumbe kwa miaka 5 ilikuwa haiongezi ushindi wa chama chetu. Na hapa nimesikia mnanitambulisha tu, wewe umesahau mimi mneki. Nimani tumeelewa. Kwa hapa pia mimi na interest za chama kwa sababu nimepigiwa kura na wabunge wote. Sasa hapa naongea kwa niaba pia ya wabunge kwa sababu changamoto hii haiko kwa mbunge mmoja tu. Iko kwa wabunge wote wa nchi
nzima, wabunge wote wa nchi nzima hawaendi kufanya kazi ya kila siku zaidi ya kuchukua kero za wananchi na kuzileta kwenye halmashauri, kuzileta kwenye manispaa, kuzileta kwenye majiji. Watendaji wa kwenye majiji ndio wanaoweza kufanya wabunge hawa wakaendelea kukubalika au kukataliwa. Sasa mimi nitakuja kuuliza leo, hivi nyinyi mnataka mimi kazi yote niliyoifanya kwa mwaka mmoja na ushindi tulioupata na hamasa iliyokuwepo, hivi mnataka tena nikienda kule mtaani nikataliwe? Sasa nafasi yangu kama mbunge, siwezi kukuamrisha mkuu wa idara fanya 1 2 3, usipofanya na kuchukulia hatua. Maana sasa ninachotaka nini? Nataka iwe ni self motivation. Wewe mwenyewe ujisikie kujituma, uperform kwenye idara yako kiasi kwamba tukikuona wewe tutasema wow. Fulani. Tukisikia kuna uhamisho tunaumia. Yaani uhamisho pekee tunaobaki kufurahia ni wakupandishwa nini? Cheo. Lakini ikifika mahala kwenye idara yako ndio idara inayoongoza mambo hayaendi, tafasiri yake ni kwamba wewe utakuwa ni sehemu ya kuturudisha nyuma, kufanya Chama cha Mapinduzi kisikubalike, na mwisho wa siku kuifanya serikali iliyoko madarakani ipoteze uhalali. Sasa hilo nimesema ni kama utangulizi ya kwamba mjue mnayo nafasi ya kumpa heshima Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnao nafasi ya kutatua changamoto za wananchi mpaka wananchi wafike hatua wakikuona wewe ni kama wamemwona mbunge, wamemwona mkuu wa wilaya, wamemwona rais, yani wewe ndio mwakilishi. Na tukifika kwenye hatua, nina uhakika wananchi hawa ni waelewa. Pale palipo na uwezekano wa jambo kufanyika, wanajua kama huyu anasema ukweli na jambo linaweza kufanya nini? Kufanyika. Pale ambapo hakuna uwezekano wa jambo, ukiwaambia wanasema kwamba kwa kweli kwa jambo hili tutakuwa tunamuonea huyu mtu. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi, tembelea hapa Kimgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kimgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kimgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kimgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kimgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.